Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa. Hapa nazungumzia si wengine bali hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, pamoja na sakata lao linaloendelea ya dabi ya Kariakoo. Kile kinachozungumzwa kwa sasa, mambo yanazidi kuwa ni mazito kweli kweli. Bodi ya ligi wako mbioni kuweza kutema kile ambacho kimekuwa kiweza kuwasumbua muda mrefu. Hatimaye huenda wakatoa kile ambacho wengi walikuwa kiweza kukisubiri kwa hamu. Unafahamu ya kwamba malalamiko ya klabu ya soka ya Young Africans ni kuweza kudai alama zao 3 na magoli 3 kwa kile kilichoweza kutokea mara baada ya klabu ya Simba kuweza kukimbia mchezo wa dabi ya Kariakoo, kwa sababu ambazo wao walizozitoa zikionyesha kwamba klabu ya soka ya Young Africans iliwazuia hapa nazungumzia klabu ya Simba kufanya mazoezi. Sasa tamko limeweza kutolewa, kile kitu nimekusogezea hapo, utakwenda kujua taarifa kamili ya yale ambayo yanazungumzwa kwa wakati huu kuhusiana na mchezo huo wa dabi ya Kariakoo, ambapo maamuzi haya yameweza kufikiwa na bodi ya ligi kwa kile ambacho wamekiamua wao. Ni kipi hicho? Ni hichi hapa. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa unatembelea katika chaneli hapa nazungumzia ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, asipokuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana hili ambalo naloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi chako cha Young Africans kuhusiana na mchezo wa dabi ya Kariakoo. Bana, watu wengi wamekuwa wakiweza kuungana na klabu ya soka ya Young Africans kuhusiana na maamuzi ambayo yameweza kuwa sintofahamu kuhusiana na mchezo wa dabi ya Kariakoo, ambapo bungeni ni story kubwa ambayo kila mmoja amekuwa akiweza kuhitaji kuweza kupata ufafanuzi nini kilichoweza kujili mpaka mchezo wa dabi ya Kariakoo kaenda kuahirishwa. TFF na bodi ya ligi walitangaza wakisema ya kwamba uchunguzi unaendelea na majibu yataweza kutoka, lakini kilichoweza kujili ni kwamba uchunguzi ulifanyika au kufanyika. Hiyo ni bodi ya ligi na TFF ndo kuweza kutoa maamuzi ya yale ambayo waliweza kutolewa, lakini mwisho siku wakaja kutangaza mchezo wa dabi ya Kariakoo, ambapo inaelezwa kwamba ilikuwa ni tofauti na vile ambavyo wengi walizani. Sasa klabu ya soka Young Africans kuonyesha kwamba msimamo wake kwamba haiko tayari kuweza kucheza mchezo huo, kwamba hata wafanye nini wao wenyewe hawako tayari. Inaelezwa kwamba klabu ya soka ya wananchi Young Africans ambayo hivi karibuni iliweza kupata mwaliko kule nchini Rwanda, ambapo ilikuwa inaenda kualikwa kuna klabu ya Rayon Sport ambayo ilikuwa ikiweza kufungua uwanja wake mpya kabisa. Sasa unaambiwa tarehe ambayo ilipaswa dabi kuchezwa ndiyo hiyo tarehe ambayo klabu ya soka Young Africans wanakwenda kucheza mchezo wao na klabu ya Rayon. Unaambiwa klabu ya Young Africans imealikwa kwenye ufunguzi wa moja ya viwanja vitakavyozinduliwa nchini Rwanda Juni 15, 2025. Rais wa Young Africans inasemekana amekubali waliko huo, ambapo Young Africans watacheza na Rayon Sport ya nchini humo siku ya tarehe 15 Juni. Ikumbukwe hii ndio siku ambayo bodi ya ligi wameupangia mchezo ambao klabu ya Yanga imeugomea. Mchezo huo inasemekana siku ya tarehe 13 Juni kikosi cha Young Africans kitasafiri kuelekea nchini Rwanda kwa ajili ya mchezo huo wa kirafiki. Unaweza kushuhudia namna gani ambavyo ngoma inazidi kuwa nzito kweli kweli, kila mmoja akiweza kujiuliza itakuwaje, itamalizika vipi hili sakata ambalo kila mmoja akiweza kushuhudia namna gani ambavyo mambo yana
yanazidi kuwa mazito. Lakini Rais Kalia ameweza kufunguka kile ambacho watu wengi walikuwa kiweza kukisubiri kwa hamu kusikia kauli yake, ambapo Kalia anasema ya kwamba tumepanga tarehe ya dabi kwa sababu hatujui kama kesi yake itaisha. Unaona bana, bungeni waliniuliza sana kuhusu ripoti ya uchunguzi, nikawaambia haiwezi kutoka kwa sababu kuna mwingine alienda kwenye vyombo vya sheria, kwa sababu kila mmoja ana sehemu yake, itafanyika muda utakapofika, kwa sababu shauri bado linaendelea na tujui litaisha ama halitoisha. Kwa hiyo sio vizuri kutoa taarifa hizo kwa kuwa tayari mmoja ashaenda sehemu za usuluhisho, kwa hiyo ni vizuri tukaheshimu. Huyu ni Wallace Karia, rais wa TFF, ambaye kwa sasa ni kama vile jumba bovu ambalo limemwangukia kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa. Kila mmoja akiweza kutamani kuweza kusikia maamuzi yake ambayo atakwenda kuyatoa katika sakata hili ambalo linaonyesha kwamba limeshakuwa ni zito kweli kweli, mpaka mamlaka husika kuweza kuingilia kati. Hapa nazungumzia walikuja rais kumrazi alikuja hapa nazungumzia mheshimiwa waziri mwenye zamana ya michezo mwenyewe, wakaweza kuwaita TPLB, klabu ya Simba, Young Africans pamoja na Simba, wakakaa wakajadili pale dimba la Benjamin Mkapa katika kumbi ya mikutano, ambapo walikaa mpaka saa 4 usiku wakiweza kujadili kuhusiana na suluhisho la kuweza kupatikana katika haya. Lakini ripoti na majibu yaliyokuja ambayo yametolewa bungeni, na hapa nazungumzia waziri Kabudi, alisema ya kwamba serikali haina mamlaka ya kuweza kuingilia matatizo ambayo yanaendelea katika mpira wa miguu kwa sasa. Pengine mamlaka husika ambayo ni TFF na bodi ya ligi ndio wanapaswa kuendelea kuweza kutoa maamuzi hayo. Akaendelea kusema kwamba kama serikali itaingilia, basi TFF na kafu na FIFA watatoa lungu lake ambalo huenda likaifungia Tanzania kutokana na siasa kuchanganya na mpira. Unaona bana, mambo yatakuwa ni mengi kweli kweli. Kwa hiyo akasema kwamba shauri hilo litamalizwa na mamlaka husika ambayo ni TFF, ambao ndo wana zamana halisi ya mpira wa miguu. Lakini katika hatua nyingine, kuna barua ambayo inasambaa katika mitandao ya kijamii, ambayo barua hiyo inaonekana ni kama imetolewa na Young Africans, japokuwa haijaoneshwa kwamba ipo katika mitandao ya kijamii, lakini inasema ya kwamba uongozi wa Young Africans unachukua nafasi hii kuwataarifu wanachama na mashabiki na wadau wote wa michezo kuwa kuanzia leo klabu yetu imejiondoa rasmi kushiriki ligi kuu ya Tanzania bara. Uamuzi huo umeafikiwa na baada ya kupitia hali ya sasa ya uendeshaji wa ligi chini ya bodi ya ligi na shirikisho la soka Tanzania TFF, ambapo tumeshuhudia kwa muda mrefu hali ya dhuluma, uonevu wa wazi, upendeleo kwa baadhi ya timu pamoja na uvunjwaji wa wazi wa kanuni na taratibu zinazopaswa kuongoza mashindano ya kitaifa. Aidha, kumekuwa na kukosekana kwa haki, uwazi na usawa wa kimichezo, hali inayotishia uadilifu na maendeleo ya soka nchini. Kama taasisi yenye historia na mchango mkubwa katika maendeleo ya mpira wa miguu Tanzania, Young Africans haiwezi kuendelea kuwa sehemu ya mfumo wa mashindano usiozingatia misingi ya haki na usawa. Tunawashukuru wanachama na mashabiki wetu kwa upendo na uungwana mkono mkubwa mlotuonesha siku zote. Daima mbele, nyuma mwiko. Unaona bana, kwa kile ambacho kinachoonekana. Tusubiri kuweza kusikia tamko rasmi kutoka katika viunga vya klabu ya soka Young Africans, TFF na bodi ya ligi watakuja na yapi katika